ila kuna kitu kipya kilitokea kwenye wokovu wa Agano Jipya, ndio maana ukaitwa wokovu mkuu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kulikuwa kuna wokovu hata kabla ya hapo, lakini kuna wokovu ambao umekuja kwenye Agano Jipya ambao haukuwepo kwenye wakati wowote, ambao haukudhihirishwa kwenye wakati wowote, unaonekana pekee kwenye Agano Jipya. Ndio maana anasema sisi tutareje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii. Kuna kitu kikubwa kimetokea, kuna ukuu umetokea kwenye wokovu ulionenwa na Bwana, wokovu ulioletwa na Bwana, alafu ukathibitishwa na wale ambao walikuwa wanatumiwa na Bwana kuja kwetu. Haleluya. Kiufupi tukisema neno wokovu au tukisema neno kuokoka, Bwana Yesu asifiwe. Tukisema neno kuokoka, kwa mfano mtu akiwa kwenye ajali alafu akatoka kwenye ajali akisema nimeokoka kwenye ajali, Bwana Yesu asifiwe, tutakuwa tuna maana gani? Ya kwanza tunaweza tukasema amepona, si ndio? Au maana nyingine tunaweza tukasema amenusurika, si ndio? Kwa hiyo tukisema neno wokovu tunazungumzia kwanza kupona kutoka kwenye kitu fulani, tunazungumzia kunusurika kutoka kwenye janga fulani. Kwa hiyo sio neno baya. Unajua kuna wengine wakisikia kusema tu nimeokoka wanakuwa waoga, kwa sababu neno fulani fulani, watu wa aina fulani, washamba fulani ndio wanaotumia hilo neno, lakini sivyo hivyo. Neno wokovu maana yake nimepona kutoka kwenye kitu fulani, nimenusurika kutoka kwenye eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hiyo kuna mazingira ambayo Mungu alikuwa anatuokoa, kuna mazingira ambayo Mungu ametutoa, kuna hatari ambazo Mungu ametutoa. Kutoka kwenye hatari hizo ndio maana tumesema tumeokoka. Maana kuna eneo tumetolewa, kuna eneo ambalo lilitakiwa lituharibu, kuna eneo ambalo lilitakiwa lituangamize, kuna eneo ambalo lilitakiwa litupoteze. Hatujapotea kwenye hilo eneo, hatujapotea kwenye hicho kitu. Ndio maana tunakuja na neno kusema tumeokoka. Sasa angalia, Adamu alipokosea, kuna kitu ambacho alikifanya. Aliruhusu tukae chini ya utawala unaitwa utawala wa mauti. Aliruhusu tukae chini ya mauti. Biblia inasema mauti ilitawala tangu Adamu na ikatawala hata wale wasiofanya kosa linalofanana na Adamu. Yesu alipokuja, alikuja, moja ya kazi aliyokuja kutufanya ni kutuokoa kutoka kwenye mauti. Hebu sema kuokoka kutoka kwenye mauti. Kwa sababu kuna utawala uliingia unaitwa utawala wa mauti. Kitabu cha Warumi sura ya 5. Anzia mstari wa 14. Warumi sura ya 5, tuanze mstari wa 14. Hebu tusome kwa pamoja hayo maandiko. Warumi sura ya 5 kuanzia mstari wa 14. Twende tuyasome 1, 2, 3. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ya Mungu haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wengi. Mstari wa 16 anasema, wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki wanatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anajaribu kutufundisha kitu Mtume Paulo, anasema kosa la Adamu mmoja lilifungua utawala mpya unaitwa utawala wa mauti, na inasema hiyo mauti ikatawala hata watu ambao walikuwa hawafanyi kosa lililofanana na Adamu. Nisikilize, shetani hakuwa mtawala. Shetani alikuwa anatumia mfumo unaoitwa mauti kutawala. Narudia, shetani mwenyewe sio mtawala. Shetani yeye alienda kuomba nafasi kwa mtawala anaitwa mauti. Mauti ndo alikuwa anatawala. Ndio maana tunasema adui wa mwisho ambao Yesu atambadilisha sio shetani. Shetani alishashindwa, lakini kinachosumbua adui wa mwisho ni dhambi na mauti. Anasema adui wa mwisho atakayembadilisha ni mauti, ambapo ataichukua ile kuzimu, ataitupa kwenye ziwa la moto. Anasema ataihukumu mauti. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya! Ndio maana inawezekana mtu akawa mbali na shetani, lakini asiwe mbali na dhambi na mauti. Hebu sema inawezekana mtu akawa mbali na shetani, lakini asiwe mbali na dhambi na mauti. Kwa hiyo mfumo wa utawala wa giza sio mfumo wa shetani, ni mfumo wa mauti kwanza, ni mfumo wa dhambi kwanza. Tunafahamu hata shetani mwenyewe alitenda dhambi, maana kuna mfumo unaitwa dhambi ambao ni mkubwa kuliko shetani. Ndio maana unaweza ukakemea pepo, lakini mtu akaendelea kubaki kwenye dhambi, pepo likatoka, lakini dhambi ikaendelea kubaki. Pepo linaweza likarudi likapata nafasi ndani ya mtu likiona dhambi imeendelea kukaa ndani ya mtu, kwa sababu dhambi ndio mfumo unaoruhusu mauti, unaoruhusu shetani aweze kutawala. Kwa hiyo unaweza ukiondoa kwa mtu, sio tu kumuondoa shetani. Shetani ni kitu kidogo sana, kimeshamalizwa. Unaweza kuweza kukiondoa ni mfumo wa mauti. Kwa hiyo Yesu alipokuja kutuokoa, hakutuokoa tu dhidi ya shetani, alituokoa dhidi ya nguvu inayompa shetani nguvu, ambayo inaitwa mauti. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza, inasema hivi, atakapokuja atamvunja yule adui atumiaye nguvu za mauti. Kumbe shetani anatumia nguvu ya dhambi. Kumbuka dhambi ndio inazaa mauti. Mnakumbuka mshahara dhambi ni mauti. Dhambi kisha kukomanda inazaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa inazaa dhambi, dhambi inazaa mauti. Kwa hiyo mauti ndicho ambacho shetani anakitumia kuweza kutawala. Yesu alipokuja anasemeje? Anasema wale ambao wapo na kupitia neema katika Kristo Yesu. Maanake Yesu alipokuja aliamua kubadilisha kutoka kutawaliwa na mauti tuanze kutawala kwa kutumia neema. Akatuokoa kutoka kutawaliwa na mauti, akatuingiza kwenye kutawala kwa kutumia neema. Hebu sema ninatawala kwa kutumia neema. Sema tena natawala kwa kutumia neema. Haleluya, haleluya. Nisikilize, wengine wakienda kusaidia wanaweza wakakupa mkono, wakakutupia kamba, wakakuvuta, wakasema njoo huko. Lakini Yesu alichokifanya, ukiwa kwenye mazingira ya dhambi, yeye akaja kwenye hayo mazingira ya dhambi. Ukiwa kwenye mazingira ya shida, yeye anakuja kwenye hayo mazingira ya shida. Ukiwa kwenye mazingira magumu, yeye anakuja kwenye hayo mazingira magumu, alafu anaingia ndani yako, anasema tutoke pamoja. Haleluya. Huu ndio wokovu ambao Yesu ameufanya. Sio wokovu wa kulitumia msaada, sio wokovu wa kulitumia mtu, ni wokovu wa yeye kuja kwenye hali tulizonazo. Ni wokovu wa yeye kuja. Yesu aliona kukaa na Mungu sio kitu cha kufanana nacho, akaamua kushuka kwetu, akaja huku kwetu, akaja kwenye mazingira ya kawaida, akazaliwa kwenye hali ambayo na wewe upo, akazaliwa kwenye binadamu ambao upo, akajaribiwa kama na wewe unavyojaribiwa. Kwa sababu hiyo tuna uhakika na yeye, kwa sababu kwenye mambo ambayo tunajaribiwa na yeye alijaribiwa, kwenye mambo ambayo tunapitia na yeye alipitia. Ndio maana tuna uhakika na huyu Yesu. Haleluya, haleluya. Hakuna jaribu lolote gumu unaweza kukutana nalo ukafikiri Yesu hajajaribiwa kwenye hilo jambo. Unasema nina shida ya hela, nina shida sijui ya kodi, sijalipa kodi, sijalipa. Kuna siku Yesu alikuwa hana kodi, mnakumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Petro, nenda kavue samaki. Samaki wa kwanza kuzuka, chukua fedha tukalipe kodi. Na yeye ashakutana na matatizo ya kodi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wenzako, Yesu ashakutana na matatizo yako. Amejaribiwa kama wewe, lakini akashinda. Haleluya. Yesu anapokuja kukuokoa, rafiki yangu, hatumi msaada, anakuja mwenyewe kukusaidia. Hatumi mtu, anakuja mwenyewe kukusaidia. Anaingia ndani yako, hapo anasema mwanangu, naona unapofeel na mimi nataka nihisi kama unavyohisi. Unapojisikia na mimi ninavyojisikia. Alafu tunatoka wote hapa. Ndio maana wakati Petro amekamatwa na lilwa gerezani, mnakumbuka kitu ambacho kimetokea? Biblia haisemi malaika alikaa nje akamwita Petro. No, Biblia inasema malaika aliingia mule gerezani, akamwambia Petro simama, alafu akamshika mkono, wakatoka wote. Ndicho ambacho Yesu anakifanya. Haijalishi kuna mageti mangapi yanakuzuia, anatoka na wewe. Huo ndio wokovu, na ndio mojawapo anayotutoa ni kwenye dhambi na mauti. Nisikilize, tumetolewa kwenye dhambi na mauti kiasi ambacho tuna uwezo wa kuishi juu ya dhambi. Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Sasa unaweza kusema mbona Wakristo wa Mungu tunakosea? Mbona Wakristo tunaanguka? Nisikilize, kuna utofauti kati ya mwenye dhambi anayetenda dhambi na Mkristo anayekosea. Narudia. Kuna utofauti kati ya mwenye dhambi akitenda dhambi alafu na Mkristo aliyekosea.
Ndio maana wewe ukikosea unasikia kuumia. Unajua kwa nini? Haupo chini ya dhambi. Unasema nifanya kitu ambacho ni cha kitoto, sistahili kufanya, nina uwezo zaidi ya dhambi, nimeshatolewa, kwa nini nimefanya hivi? Ndio maana unajisikia kuumia. Lakini yule mwingine yuko chini ya mfumo wa dhambi, akitenda naona kawaida tu, kwa sababu anaona siwezi kushinda dhambi. Lakini sisi tunafahamu tuna nguvu ya kushinda dhambi, ametutoa kwenye hiyo dhambi. Haleluya! Ndio maana kuna wakati tukikosea tunasikia uchungu wa kutosha, tunasikia kulia. Kwa sababu gani? Tunaona tumetenda kitu ambacho ni kama tumejipeleka sisi wenyewe, kwa sababu tuna uwezo dhidi ya hiyo dhambi, tuna nguvu dhidi ya dhambi. Ametutoa kwenye mfumo wa dhambi. Kwanza nitakuonyesha hii siku maeneo ambayo wokovu umetutoa, lakini nataka tuanze na hapa kwenye dhambi na mauti. Ametutoa kwanza kwenye ile eneo. Oh, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna utofauti. Yesu anaendelea kitu kimoja siku moja, ananiambia Ezekiel, ukikosea usifikiri kwamba shetani amekufanya utende dhambi. Huo ni ugomvi wa kifamilia kati ya baba na mtoto. Janielewa? Ukiwa nje ya nyumba ukikosea ni kesi ya serikali nzima, si ndio? Mtoto akiiba nje anaweza akapigwa na watu wakauawa, si ndio? Lakini akiiba ndani, ugomvi wa baba na mtoto. Kwa hiyo nikikosea nikiwa ndani ya nyumba inaitwa wokovu, ni ugomvi wa mimi na baba. Shetani hausiki nao. Haleluya. Shetani asikutese akakwambia umetenda dhambi. Mwambie shetani, wewe dhambi yangu inakuhusu nini? Haikuhusu. Haleluya. Haikuhusu. Ni ugomvi wa mimi na baba yangu, ni ugomvi wa kifamilia, tunamalizana ndani ya nyumba. Hakuna baba ambaye mtoto wake alikosea atamtupa nje ya nyumba. Baba yetu ni mwema sana ambaye tunaye. Kama baba wa duniani wanaweza wakawatunza watoto wao, tuna baba aliye mbinguni ambaye hata tukikosea anajua kuchukuliana na sisi ndani ya nyumba. Hatutoi nje, hatutupi nje kwa sababu tumekosea. Anasema mwanangu, huu ni ugomvi wetu, njoo tumalizane mimi na wewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa nikwambie baadhi ya vitu. Niendelea kuchimba kwenye wokovu siku ya kesho. Leo nataka nikupe kitu kimoja wapo. Wokovu ulipotokea, nini kilitokea ndani yako? Cha kwanza nataka nianze cha kwanza. Alafu kesho tutachimba tena maana nyingine ya wokovu. Leo tunaona ya kuokoka kutoka kwenye dhambi na mauti. Haleluya. Sasa angalia, ulipookoka. Tuendelee mbali zaidi, najua tuna vitu vingi sana kuhusu wokovu. Kuokoka, mtu anaokokaje na nini, tutazungumza vyote. Lakini nataka leo tuone kitu kimoja. Ulipookoka, moja kati ya kitu unachokipokea ukiokoka, pamoja na Yesu kuingia ndani yako, pamoja na Mungu kuingia ndani yako, pamoja na kupokea msamaha wa dhambi na mauti, kitu kimoja wapo kinachoingia ndani yako kinaitwa furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu. Kitu kimoja wapo unachokipokea unapookoka kinaitwa furaha ya wokovu. Haleluya. Kama unakumbuka ulipookoka, siku ile ulipookoka, kuna furaha huwa inakujaga ambayo huwezi kumwelezea mtu ni furaha ya namna gani, ila unajijua kuwa unafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye zile siku za kwanza za wokovu, unaweza ukawa una chochote, una hela, una watu, yaani una chochote, lakini unasikia raha huku ndani sio kwa kawaida. Haleluya. Unajikuta unaweza kutembea tu barabarani hivi unaimba tu tenzi zako. Inawezekana hata hujajazwa Roho Mtakatifu au unendi kwa lugha, lakini unaimba tu. Unajisikia kuomba, unasikia kusema tu Bwana Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Unasikia raha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu inaitwa furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu. Na Yesu anaiachiliaga makusudi na kazi yake. Na mazingira yote yakiwa magumu kwenye maisha ya mtu, Yesu huwa anamkumbusha na kumrejeshea furaha ya wokovu. Tupe Zaburi ya 51 mstari wa 12. Zaburi ya 51 mstari wa 12. Ulipookoka, kitu kimoja hapo ulichopokea ni furaha ya wokovu. Hebu tusome huo mstari kwa pamoja, na sikia nguvu za Mungu ulipoandikwa hapa. Tusome 1, 2, 3. Unasemeje? Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Hebu rudia tena. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Haleluya. Sasa huyu ni Daudi wakati anaomba toba, akaona kitu kimojawapo kilichopotea wakati amekosea. Aligundua kilichopotea ni furaha ya wokovu.
Kwa hiyo alipokuwa anaomba toba akasema, Mungu, kitu kimoja wapo ambacho ni cha muhimu kwenye maisha yangu kweli kweli ni furaha ya wokovu. Yaani hata kama unarejesha na vingine, rejesha pia na furaha ya wokovu. Ninajua kazi yake, ninajua umuhimu wake, ninajua inavyonisaidia. Anasema hiyo furaha ya wokovu ikija, unanitegemeza pia kwa roho ya wepesi. Maanake furaha ya wokovu ikiwepo, na wepesi kwenye wokovu unakuwepo. Haleluya! Kunakuwa kuna wepesi wa kuomba, kunakuwa kuna wepesi wa kusoma maandiko, kunakuwa wepesi wa kushuhudia mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kuna furaha ndani yako. Haleluya! Ukijikuta wakati mwingine unakuwa mzito mzito kufanya mambo ya kimungu, mzito mzito kuomba, mzito mzito kusoma maandiko, ni kwa sababu furaha ya wokovu imepungua ndani yako. Furaha ya wokovu ikiwepo ndani yako, nisikize, kila penye kuokoka, kila eneo ambalo kuna kuokoka kuna kuja na furaha. Twende Luka 19. Tumeona jamaa yetu mmoja anaitwa Zakayo. Luka 19 tuanzie mstari wa 6 nafikiri. Turudi wa 5 kwanza, kati Yesu anaongea naye pale. Turudi wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tusome hii Luka 19 kuanzia mstari wa 5 kwa pamoja. 1, 2, 3. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Angalia kile kipengele, akamkaribisha kwa nini? Kwa furaha. Hii ndio namna mojawapo ya kumpokea Bwana Yesu. Haumpokei tu hivi hivi, unamkaribisha kwa nini? Kwa furaha. Alafu anasemeje? Hata walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Mstari wa 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Nisikilize, angalia furaha inachofanya. Furaha inakutoa kwenye udhulumaji mkubwa. Furaha inakutoa kwenye kutegemea mali, inataka kumtegemea Bwana. Alipomkaribisha kwa furaha kubwa, alichokifanya hakuangalia na mali kiasi gani, akasema nusu nzima ya mali yangu nitawapa maskini. Mali haina nafasi tena kama furaha ya wokovu iliyoingia ndani yangu. Mali haina nafasi tena moyoni mwangu kama furaha ya wokovu iliyoingia ndani yangu. Hapo ikafanyaje? Mstari wa 9. Anasema Yesu akamwambia, leo wokovu, kumbe furaha inapokuja kuna wokovu unakuwa umekuja nao. Anasema leo wokovu umefika nyumbani humu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Kile kilichopotea ndani yako kinaporejeshwa kinaitwa wokovu, na kinaporejeshwa akili hivi kinarejeshwa na furaha ndani yake. Haleluya. Haleluya. Yesu anapotoa mifano ya wokovu huwa anahusianisha na furaha. Anasema wokovu umefananishwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na senti 2, alafu ikapotea moja, akafagia nyumba nzima akaipata, alafu kwa furaha akafanya sherehe, akawaita na wengine. Unapopata kilichopotea lazima furaha iingie ndani yako. Anazungumza, anasema ni kama mtu mmoja aliyekuwa na kondoo 100, alafu ukapotea mmoja, akaacha 99, akaenda kumtafuta yule mmoja aliyepotea. Nisikilize, hata duniani ungekuwa umebaki peke yako aliyepotea, Yesu angeacha wote, angeuye kutafuta peke yako. Angezaliwa kama mwanadamu, angeishi bila alivyoishi, angeenda msalabani, angekufa kwa ajili yako peke yako. Haleluya. Hapo anasemeje? Na anapompata yule mmoja, kuna furaha mbinguni katikati ya malaika. Popote kwenye wokovu pana furaha ya wokovu. Mwimbaji mmoja anasema, nimeokoka na furahi. Haleluya. Haleluya. Kwenye wokovu kuna furaha. Hii furaha sio ya kawaida. Nitakwambia mbele kidogo kazi yake. Hii furaha sio ya kawaida. Nenda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Tuanzie mstari wa 5. Matendo 8 tuanzie mstari wa 5. Anasemeje? Twende 1, 2, 3. Filipo akateremkia, akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa 100 wakamsikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizozifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao,
wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Mstari wa 8 anasema, mstari wa 8, ikawa furaha kubwa katika mji ule. Hebu sema, ikawa furaha kubwa katika mji ule. Kumbe popote penye wokovu, unaona kinachotokea, kunakuwa na furaha kubwa. Haleluya! Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Popote ambapo kuna kazi za Mungu, kitu kimojawapo kitakachoambatana nacho ni furaha. Popote penye wokovu, kitu kimojawapo kinachoambatana nacho ni furaha. Haleluya, haleluya. Tupe kitabu cha Isaya 11 inavyomwelezea Yesu. Tusome mstari wa 1 mpaka wa 3. Isaya 11. Isaya 11 anasema hivi, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda. Huyu anazungumzia habari za Yesu. Anasema, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Nataka uone kipengele. Anasema, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize, hatumchi Bwana tu, tunafurahia kumcha Bwana. Narudia, hatumchi Bwana tu, tunafurahia kumcha Bwana. Chochote unachokifanya usipokifurahia, utaacha kukifanya baada ya muda mfupi. Kuna uchunguzi fulani uliofanyika nchini Marekani kuhusu wafanyakazi walioajiriwa na serikali. Wakaja kugundua wafanyakazi wengi wanakufa siku ya Jumatatu. Kila ikifika Jumatatu mtu kafa, kila ikifika Jumatatu mfanyakazi fulani kafa. Ikabidi waende kuchunguza, wakagundua wengi wanafanya kazi wasizozipenda. Kwa hiyo weekend anakuwa kwenye kilele cha furaha. Inapoanza Jumatatu wanapoteza furaha. Haleluya, haleluya. Kazi unayoifanya unaifurahia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nafurahia kuhubiri, nisikwambie, yaani kufundisha neno la Mungu ni furaha yangu isipokuwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna watu wengi, angalia asubuhi Jumatatu watu wanapoamka kwenda kwenye kazi zao. Kuna watu wao wanaamka na makasiriko kweli kweli. Nasikia mbona kumewahi kukucha hivi? Haleluya. Sio kama kumewahi kukucha, una furaha na unachokifanya. Na kama una furaha na unachokifanya, baada ya muda mfupi utaacha kukifanya. Ndio maana anasemaje, uturejeshee furaha ya wokovu, kwa sababu kama wokovu wako utapoteza furaha, hauwezi kudumu kwenye wokovu. Haleluya. Hebu sema, siwezi nikadumu kwenye wokovu kama wokovu wangu utapoteza furaha. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Kwa nini tunapewa furaha ya wokovu? Kwa nini tunapewa furaha ya wokovu? Jambo la kwanza, furaha ya wokovu ndio itakayotumika kukuongoza kwenye wokovu. Furaha itatumika kukuongoza. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 12. Isaya 55:12. Hebu tusome ile andiko baoni 1, 2, 3. Anasemaje? Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Ngoja nieleze vizuri. Anaposema mbele yenu milima na vilima, anazungumzia tawala. Unakumbuka Biblia inazungumza, inasema itakuwa katika siku za mwisho mlima wa Bwana utawekwa imara juu ya vilima. Milima na vilima maana yake ni tawala mbalimbali, ni serikali na nini. Anasema hivi vyote vitaimba nyimbo, vitakuwa vinakubaliana na wewe. Hapo anasema na miti yote ya kondeni. Unakumbuka mfano wa mpanzi, konde ni ulimwengu, alafu miti ni zile mbegu zilizopandwa, ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema miti yote ya kondeni, maana yake watu wote waliopo ulimwenguni watapiga makofi. Lakini watapiga makofi kwa sababu gani? Kwa sababu umetoka kwa furaha. Kumbe furaha ya wokovu ndio itakaanza kukuongoza. Anasema utatoka kwa furaha. Hautoki tu kwenda kuhubiri, unaenda kuhubiri kwa furaha. Hautoki tu kwenda kazini, unaenda na hiyo furaha ya Bwana. Hautoki tu kufanya biashara, unaenda na furaha ya Bwana. Hautoki tu kwenda kumshuhudia mtu mwingine habari za wokovu, unaenda na furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu ndio pamoja na wewe. Ukitoka pamoja na wewe, anasema milima itakuimbia nyimbo. Anasema watu wote watapiga makofi. Maana yake kuna kibali kinakuja pamoja na furaha ya wokovu. Kuna watu watakukubali pamoja na furaha ya wokovu. Ukiongozwa na furaha ya wokovu, hakuna mtu akukataa. Hakuna watu ambao wanakukataa kirahisi.
Haleluya. Angalia watu wenye huzuni na kuhuzunika, nyuso zao zinakuwa za ajabu ajabu, hata ukimtazama huwezi hata kumpenda. Haleluya. Huko dukani kwako umenuna, kunja sura, mteja hata akija ni hafurahii kuwepo dukani kwako. Nisikilize, furaha zinaambukiza rafiki zangu. Mimi nikija nikikuchekea hivi, umeona hivi akija kwamba ametabasamu, yaani hata kama ulikuwa na maasira yako unataka kujikuta. Haleluya. Naona jikuta unatabasamu. Ndicho ambacho kinatokea ukipewa furaha ya wokovu, inasababisha kibali kwa watu wengine. Kila anayekuona anakukubali. Ndio maana Yesu akaona siwaokoi tu, nikiwaokoa na wapa na furaha ya wokovu ndani, ili mkubalike na watu. Kwenye Isaya watumia neno milima, mkubalike na milima, mkubalike na miti. Watu wenye mamlaka wawakubali, watu ambao wapo duniani kote. Anasema miti yote, hajasema miti michache. Biblia imesemaje? Miti yote ya kondeni. Maanake kila mtu inabidi akupigia makofi katika jina la Yesu. Lakini haiji hivi hivi, lazima ujifunze kutoka na furaha ya wokovu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nionyeshe kitu kingine ambacho furaha ya wokovu inafanya. Ndio maana Yesu alisema lazima niwape furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu ndio inayokupa nguvu za Mungu ndani yako. Nehemia 8:10. Haleluya. Tusome andiko la Nehemia 8:10. Anasema kisha akamwambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyekuwa na kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu. Angalia kipengele cha mwisho tukisoma wote pamoja, 1, 2, 3. Anasemeje? Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Hebu sema, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Sema tena, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Angalia furaha ya wokovu inachokuja kukifanya kitu kimoja wapo, inakuja kukupa nguvu za Mungu ndani yako. Ndio maana unasikia ile raha, umeokoka. Ile raha, ile furaha iliyopo, kazi yake mojawapo inapokeleaga wokovu. Ni kipokeleo, ni kibebeo cha nguvu za Mungu. Ile furaha ya wokovu ni kibebeo cha nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu za Mungu hatuzipokei kwa uchungu. Nisikilize, ukiona mtu amejazwa nguvu za Mungu analia, usifikiri ndani yake analia. Kuna raha kiasi ambacho machozi yanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna raha ambayo haielezeki huku ndani. Ni sawa na mtu ambaye alikuwa kwenye kiu alafu amepewa maji. Ni sawa na mtu ambaye alikuwa kwenye shida alafu amekumbatiwa. Saa nyingine ile raha inakuja na machozi, lakini kiukweli kuna furaha ndani. Haleluya. Kuna furaha ya kutosha inakuwa inatokea ndani. Na hii furaha anasema ni nini? Ni nguvu zetu. Haleluya. Haleluya. Watu wa Mungu sio watu wa kuhuzunika, sio watu wa kunung'unika, ni watu wa furaha. Na ile furaha ina proof, inadhihirisha ya kwamba sisi ni watu wenye nguvu za Mungu ndani yetu. Ishara mojawapo ya kwamba unatembea na nguvu za Mungu ni mtu mwenye furaha. Anasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Nisikilize, kuna mazingira mengine uhitaji hata kutoa pepo, lichekee tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mazingira cheka, kuna mazingira tazama matatizo yako afu cheka. Furaha hiyo ni nguvu. Kuna mazingira mengine tazama ugonjwa ulionao. Nisikilize, nguvu ya uponyaji ipo kwenye furaha yako. Ngoja nionyeshe kitu kingine ambacho furaha ya wokovu inabeba. Andika point chini yake tena. Hiyo furaha ya wokovu ikija, kitu kingine ambacho inakuja nacho, inakuja na nguvu ya uponyaji. Inabeba uponyaji. Ndio maana Yesu akasema lazima niwape furaha ya wokovu, kwa sababu alikuwa anajua inabeba uponyaji. Kitabu cha Mithali 17:22.
Mithali 17:22. Haleluya. Hebu tulisome hilo andiko uone jinsi furaha ya wokovu ilivyo muhimu. 1, 2, 3 nasemeje? Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Anasema nimewapa furaha kwa sababu ninajua moyo wenu ukichangamka, huo moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Unajua maana kusema dawa nzuri? Kwa nini akusema tu ni dawa? Amesema ni dawa nzuri, akimaanisha hakuna aina ya ugonjwa usiotibika kwa furaha. Hey, haleluya! Maanake kila aina ya ugonjwa ukikutana na furaha unaweza ukapona, iwe kansa, iwe HIV, iwe chochote kile. Furaha inaponya, ni dawa nzuri. Duniani wana dawa, lakini sijui kama wana dawa nzuri. Alafu kuna kitu kinaitwa furaha ya wokovu. Kuna kitu kinaitwa, ndio maana Daudi akasema, oh Bwana, haijalishi unarejesha vitu vingine vyote, nirejeshe na furaha ya wokovu. Ninajua sitaumwa. Haleluya, haleluya. Ndio maana Yesu anapotuokoa, tunapookoka anaachilia na furaha ya wokovu. Anasema, wanangu, mkiokoka huko kwangu, sitaki mwendelee kutembea kwenye magonjwa, na kwa sababu sitaki mtembee kwenye magonjwa, ninawapa dawa nzuri, inaitwa moyo uliochangamka, inaitwa furaha. Ndio hii inaweza ukawa kwenye mazingira ya kuumwa, lakini unasikia raha fulani huku ndani. Baada ya muda mfupi utatoka kwenye huo ugonjwa. Kama uko kwenye magonjwa lakini unasikia furaha, huo ugonjwa sio wa mauti. Ndio maana siku ukijikuta unaumwa, kumbuka huu mstari, jichekeshe kwa kadri unavyoweza. Mwambie Bwana Yesu, naumwa, nipe furaha ya wokovu, nirejeshe furaha ya wokovu. Ile furaha niliyokuwa nayo wakati nimeokoka iweke na hapa leo. Nikwambia, akikupa hiyo furaha baada ya muda mfupi. Nyinyi mmeona watu kwenye ibada za uponyaji kinachotokea? Ukimwombea mtu afu akapona, nini kinachotokea? Furaha. Furaha ni ishara ya uponyaji. Sasa nisikilize, wakati mwingine umeombewa hata kama bado maumivu yapo, weka furaha kwanza. Maumivu yenyewe yanasema, huyu anafurahije wakati bado nipo? Ngoja niondoke, sistahili kukaa. Maumivu na furaha vitaki kukaa pamoja, lazima kimoja kiondoke. Maumivu yataondoka, yataacha furaha huku ndani. Nimechagua kuwa na furaha. Hebu sema, nimechagua kuwa na furaha. Sema, nimechagua kuwa na raha. Sema, nimechagua kuwa na furaha. Haleluya! Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Ndio wanasema nirejeshe furaha ya wokovu. Haleluya! Ni kitu tunachokihitaji. Tunahitaji furaha ya wokovu huku ndani. Kuna magonjwa yanatuachia bila hata sisi kujua. Kuna magonjwa yanatuachia bila hata wewe kujua. Anasemaje? Magonjwa ya mifupa yametokana na roho iliyopondeka. Unasema, mimi si mifupa yangu ina shida, nashinda kutembea vizuri, sijui nini, meno yangu yanakatika katika. Tatizo lako una furaha. Biblia inatuonyesha kuna uhusiano wa kutokuwa na furaha na nini? Na magonjwa ya mifupa. Anasema roho iliyopondeka na nini? Inakausha mifupa. Unataka uwe na mifupa imara? Jamaa yetu mmoja anaitwa Caleb, anasema akiwa na miaka 85, anasema nina nguvu kama nilivyokuwa na miaka 40. Hawa ni watu wenye furaha kiasi ambacho unakuwa mzee wa miaka 85, alafu unakutana na kijana wa miaka 40, alafu mnaangaliana, unasema tuko sawa. Unataka usizeeke? Furaha. Haleluya! Nisikilize, usijaze wokovu wako mahuzuni after huzuni. Yaani kila siku ukienda kwa Mungu ni kunung'unika tu. Yaani, Mungu, mimi nayopitia. Mungu, mimi nayopitia. Baba, yaani halijaisha hili, nimekuja hili. Nisikilize, kuna wakati weka matatizo yako kando, jifungie ndani, alafu weka nyimbo za furaha. Haleluya! Jizungushie nyimbo za wokovu. Jizungushie nyimbo za furaha. Haleluya! Msifu Bwana kana kwamba una bilioni 10 hivi. Msifu Bwana kama ndio tajiri wa kwanza wa bongo. Haleluya! Msifu Mungu kweli kweli. Hakikisha una furaha kwenye uso wako. Hebu sema, nitahakikisha nina furaha. Sema tena, nitahakikisha nina furaha. Haleluya! Angalia, furaha ya wokovu pia ni ishara ya kujibiwa maombi. Furaha ya wokovu ni ishara ya kujibiwa maombi. Tupe Yohana 16 kuanzia mstari wa 20.
Yohana 16 mstari wa 20. Hebu angalia mstari. Anachosema. Anasema hivi, amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuzwa kuwa furaha. Haleluya. Angalia Yesu anachokifanya. Anasema mtakuna kipindi utapitia kwenye huzuni, lakini huzuni yenu itageuzwa kwa furaha. Hiyo unabii kwangu katika jina la Yesu. Kila huzuni yako igeuzwe kwa furaha katika jina la Yesu. Kila tatizo unalopitia linalokupa huzuni ligeuzwe kwa furaha katika jina la Yesu. Haleluya. Kila tatizo ulionalo liwe ushuhuda siku moja katika jina la Yesu. Na usilishuhudie kwa huzuni, ulishuhudie kwa furaha ya wokovu. Tena mstari wa 21 anasemaje? Anasema mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Ni kuna vitu unavipitia kwa sababu ni saa yako tu ya kuzaa imefika. Kuna uchungu unaosikia kwa sababu ni saa yako tu ya kuzaa imefika. Lakini anasemeje? Baada ya kuzaliwa hicho ambacho Mungu anataka kizaliwe, anasema kutakuwa kuna furaha ya kuzaliwa kitu ulimwenguni. Kuna furaha ya kuzaliwa ndoto kubwa ulimwenguni. Kuna furaha ya kuzaliwa kanisa kubwa ulimwenguni. Haleluya. Nenda mstari unaofuata. 22 anasemaje? Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena. Yesu anasema sasa hizi mna huzuni, lakini nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi. Na furaha yenu, hebu soma hicho kipengele cha mwisho. Na furaha yenu hakuna waondoleaye. Haleluya. Hebu sema furaha yangu hakuna anayeniondolea. Sema bosi wangu aniondolee furaha. Sema mwajiri aniondolee furaha. Sema mke wala mume aniondolee furaha. Sema duniani waniondolee furaha. Serikali waniondolee furaha. Hii ndio maana ya furaha ya wokovu rafiki yangu. Kuna mazingira tunapitia ni magumu, lakini hakuna anayetuondolea furaha. Furaha yetu si ni choice. Tumeamua kufurahi, tumeamua kuwa na raha. Haijalishi mazingira yanasemaje, haijalishi huko nje kunaendelea na nini. Sisi tumeamua kuwa na furaha, tumechagua kuwa na furaha. Na furaha yetu amesema amekuja, ametuona tena. Tukiwa kwenye mazingira ya huzuni, tukiwa kwenye mazingira magumu, Yesu ametuona tena. Yesu amekuja tena. Yule ambaye ametuokoa huwa anakujaga mara nyingi, na akija tunapata furaha, na hiyo furaha hakuna kuondoleaye. Haleluya. Anasema furaha yetu hakuna atuondoleaye. Unajua kwa nini? Amekuja yeye afu aondoke. Na sisi tufurahie chochote, tunamfurahia yeye. Kwa sababu tunamfurahia yeye, haijalishi hela zimeondoka. Jamaa yetu tumemwona pale Zakayo, akatoa mali zake akawapa maskini. Akasema hata hela zikienda it's okay. Hata hela zikipotea ni sawa, lakini furaha yangu haitapotea. Hii furaha ikija rafiki yangu, haijalishi umepata hasara kiasi gani. Yaani kuna wakati unaweza kuwa kuna wewe kwenye hasara, alafu wanaokuzunguka na wana huzuni, wewe una furaha ndani. Hadi watu wanakuuliza wewe unafurahia kwenye haya mazingira ambayo hamjui. Furaha yangu haitengenezwi na hizi mali rafiki zangu. Ninajua hizi mali namna ya kuzipata tena. Wewe nitaonyesha mstari mmoja hapo. Au nionyeshe kabisa mtu tumalizie wote hapo. Soma mstari unaofuata nisije nikaamba. Mstari unaofuata unasemaje? 23. Anasema tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Mstari wa 24. Anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Alafu ifanyeje? Furaha yenu iwe timilifu. Kumbe furaha ni ishara ya kujibiwa maombi. Anasema ombeni nanyi mtapata, na furaha yenu itakuwa timilifu. Mnakumbuka dada mmoja anaitwa Hana, yule mke wa Elkana, wakati amekaa amemimina moyo wake mpaka Eli akasema, wewe dada umeelewa wewe? Akamwambia sijaelewa, lakini nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Akasema nenda zako upate ulichokiomba kimekuwa na wewe. Inasema akanyanyuka yule dada, hajapata mtoto wake bado, lakini Biblia inasemaje? Wala hakukunjamana uso tena. Haijalishi mimba sijaiona, lakini kwa furaha ninapokea majibu kabla hayajaonekana. Kwa furaha ninapokea majibu ya maombi kabla hayajaonekana. Ninapokea mtoto kabla sijaona huyo mtoto. Ninapokea utajiri kabla sijaona huyo utajiri. Kwa sababu gani? Kwa furaha ya Bwana.
kuna ombi nimepokea ndani ya moyo wangu, kuna jibu nimepokea ndani ya moyo wangu. Ndio maana Yesu akasema hivi, nawapa furaha ya wokovu. Daudi akasema nirejeshe furaha ya wokovu. Kwa sababu nitajuaje majibu ya maombi kama sina furaha? Inabidi nikiomba hata kama mambo hayajabadilika, nikiona kuna furaha ndani, naacha kuomba hilo ombi, limeisha, naenda lingine. Nikiona furaha naacha na hilo, naenda lingine. Nikiona furaha naacha hilo, naenda lingine. Unasema najuaje kama Mungu amejibu? Angalia furaha ulionayo baada ya kuomba imetokea wapi? Wakati mambo hayajabadilika, lakini unasikia kufuraha. Wakati unasikia furaha ya kutosha, wakati bado mambo ni magumu. Ni kwa sababu gani? Kwenye ulimwengu wa roho yameshatengenezeka, kwenye ulimwengu wa roho yameshaumbika, na kama yameumbika rohoni yatakuja tu mwilini. Ndio maana rohoni tunaachilia furaha ndani yako. Usiipinge hiyo furaha, usiikatae. Usema na furaha wakati mazingira magumu, wewe hujui rohoni kumemaliza kazi. Nenda kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 34. Furaha ya wokovu. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 34. Anasemaje bali? Anasema maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Oho. Anasema mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu. Anasemaje? Mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Nisikilize. Furaha inakuonyesha kilichopo ndani yako, haijalishi nje kuna nini. Yes. Narudia tena. Furaha ya wokovu inakuonyesha kile kilichopo ndani, haijalishi nje kuna nini. Mtu anaweza kunyang'anya leo mali, unamwambia ujui, mali sio hicho unachokiona nje, mali iko nafsini mwangu. Ndicho Biblia inavyosema kwamba nikijua kwamba nafsini mwenu mna mali. Kwa hiyo mali sio hicho kinachoonekana huku nje. Naweza nikakupa kila nilichonacho, lakini baada ya muda mfupi utanikuta nacho tena. Kwa nini? Ninacho huku nafsini mwangu. Ndio maana ukininyang'anya bado ninafurahi tu. Ndio maana ukininyang'anya bado ninafurahi tu. Kwa sababu gani? Ninajua. Ukijua unajua kweli. Ukijua kimo ndani yako, hawezi kutaabishwa na watu wa huku duniani. Hawezi kutaabishwa na hali za huku duniani. Ndio maana tunaitoa furaha ya wokovu. Wanapokunyang'anya mke, unajua sio wa kwao, unaye huku ndani. Wanapokunyang'anya mke, unajua sio wa kwao, nenda tu atarudi. Kwa sababu gani? Yuko nafsini mwangu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana saa nyingine watu wanasema mbona amshindani? Kuna mtu anapambana na wewe, ashindane na wewe, na wewe ushindani. Anachangia ushindani. Kwa sababu unajua hata kinyang'anya hiki, yeye hana, anachukua kitu cha nje, anachukua physical, anachukua kitu cha mwilini. Mimi na kitu cha ndani ambacho kinatengenezaga hivyo vya mwilini. Haleluya. Unafahamu kwenye hizi masuala ya vifaa vya simu kuna kitu kinaitwa hard copy na kuna kitu kinaitwa soft copy. Kuna kile kilichopo ndani kinaitwa soft copy, si ndio? Kinaweza kukaa kwenye simu tu, umeandika nakala ipo kwenye simu. Alafu kuna mwingine anaenda ana print, anakuja na makaratasi. Mtu akikunyang'anya makaratasi lakini bado una soft copy, mwache aende nayo makaratasi. Haleluya. Nenda nayo. Unafurahi kwa sababu unajua wewe ulicho nacho ni cha nje, mimi nina soft copy yake. Mimi nina cha ndani. Baba mmoja alipata shida, alikuwa na kiwanda kikaungua. Mtoto wake akawa kwanza kufika kiwandani. Kiwanda kimewaka moto. Akakitazama, akalia kwelikweli. Then baadaye baba yake anakuja kuchelewa kidogo. Akafika akasimama. Akaangalia tu, okay. Mtoto sasa akamwangalia baba. Kiwanda kimeenda. Wewe unachukulia kile pesa tu. Baba yake akamwambia mtoto wake, mtoto wangu, hiki unachokiona sio kiwanda. Kiwanda kipo ndani yako. Ninajua nilivyoanza mpaka nikipata. Najua njia za kupita mpaka nikipata. Ninaweza nikapita hiyo njia hata mara 1000 na nikatengeneza viwanda 1000. Haleluya. Haleluya. Mkijua ya kwamba mna mali mioyoni mwenu. Nisikize rafiki yangu, wewe sio maskini, una mali, haijafunuliwa tu. Kuna wazo lipo ndani yako, ukilitumia hilo wazo, haijalishi uko kwenye hali gani, utatoka kwenye hiyo hali. Ndio maana unafurahi katikati ya umaskini. Unajiuliza, mimi bwana umaskini wangu nafurahi hivi? Unafurahi kwa sababu kuna wazo la utajiri ndani yako, hujalijua tu. Na ukilijua hilo, baada ya muda mfupi utatoka.
na roho yako inatazama, inaliona hilo wazo. Ikiliona hilo wazo inafurahi hata kama mazingira ya nje yamekataa. Haleluya, haleluya. Ndio tumeisha vitu, tusome tu ile andiko tumalizie hapo kwa leo. Labda kesho tutaanzia kwenye furaha, tutaenda kitu kingine. Mstari wa 35 unasemaje? Anasema basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Ujasiri wa kuwa na furaha wakati mambo mengine hayaonekani. Anasema msiutupe ujasiri. Hebu sema siutupe ujasiri wangu. Sema siutupe ujasiri wangu. Ndio maana unapewa furaha kwenye wokovu ili uwe jasiri. Wakati mwingine unakumshuhudia mtu amekuzidi elimu, unamwambia habari za wokovu, upo na ujasiri wa maana. Anakuuliza ujasiri umetoa wapi? Nina furaha ya wokovu ndani yangu. Ninajua kama sina vyeti vya nje, ndani yangu kuna aina ya vyeti wewe una. Haleluya. Ndani yangu kuna kisomo ambacho wewe una. Haleluya. Unaenda kumhubiria mtu tajiri kuliko wewe. Nyie mnafikirije sisi ambao tujaoa tunaongeje masuala ya ndoa? Tuna furaha ya wokovu, tunajua tuna ndoa ndani. Haleluya. Hajalishi watu wengine wanasemaje, ndoa ngumu, ndani yangu ninaona nafsini mwangu nina ndoa iliyo njema. Kwa hiyo naweza nikamfundisha mtu yeyote swala la ndoa. Haleluya. Furaha ya wokovu. Situpi ujasiri wangu. Kwa sababu gani? Una thawabu kuu. Situpi ujasiri. Angalia mstari unaofuata. Anasema maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Sasa 37. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Napenda mstari. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Nisikilize, anaweza asije kama mwisho wa dunia, lakini yeye ajaye kama utajiri wako atakuja. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye kama fedha zako atakuja. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye kama amani yako atakuja. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye kama afya yako atakuja. Na Biblia inasema wala hatakawia. Ndio maana siutupi ujasiri wangu, kwa sababu furaha ya wokovu inaniambia inawezekana sasa una, inawezekana sasa wamenyang'anya, lakini nafsini mwangu ninaona nacho. Na bado kitambo kidogo sana atakuja, atadhihirika kwenye mwili, kitadhihirika huku nje. Nisikilize, wokovu wetu sio wa hasara rafiki yangu, sio wa hasara. Angalia mstari wa 38. Na upenda mstari pia. Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina nini? Furaha naye. Anasemaje? Ukiwa na hiyo imani ya Yesu, umenyang'anya mali za nje, lakini za ndani umeziona, inabidi uishi kwa imani. Ukisitasita atakuwa hana furaha na wewe, na akikosa furaha na wewe utakosa nguvu. Kumbuka furaha ya Bwana ni nguvu zako. Ndio maana lazima ujifunze kuishi kwa imani. Kwa sababu gani? Unaona kilichopo ndani kwanza, hauoni kilichopo nje, unatazama cha ndani kwanza. Haleluya, haleluya. Wewe uonyeshe mstari mmoja tu tumalize. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11:19. Furaha ni ishara kuwa una akili. Furaha ya rohoni, furaha ya wokovu ni ishara kuwa una akili. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na wote wafanyao hivyo wanafanyaje? Wana akili njema, si ndio? Ndicho Biblia inasema, inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na wao wafanyao hivyo wana akili njema. Unapookoka ni ishara kwamba wewe ni mtu mwenye akili njema. Angalia Wakorintho wa pili 11:19. Furaha ya Bwana ni chanzo cha akili, na inakusaidia kufanya kitu kikubwa sana. Tusome ile andiko 1:2-3, anasemaje? Ninyi kwa kuwa mna akili mnachukuliana na wajinga kwa furaha. Haleluya, haleluya. Angalia furaha ya Bwana inachokusaidia. Anasema furaha kwanza inakupa akili, alafu cha pili inakusaidia kuchukuliana na wajinga. Haleluya.
Unachukuliana na wajinga kwa furaha. Utakutana na mjinga na kuponda kuhusu wokovu wako, hapo unamtazama unacheka. Unajua kwa nini? Haleluya! Unapewa furaha ya Bwana kwa sababu unajua huko nje kuna wajinga. Tunajua kuna wajinga wengi kwenye familia zetu. Tunajua kuna wajinga wengi mitaani kwetu. Tunajua kuna wajinga wengi wako huko duniani. Lakini tutachukuliana nao kwa nini? Kwa furaha. Haleluya! Haleluya! Wakati wao wanafikiri wanakucheka, wewe unawacheka na kuwahurumia kwa pamoja. Na hizi ni akili, rafiki yangu. Yaani ndio maana nimekwambia kuna watu usishindane nao. Furaha ya Bwana itakufanya usishindane nao. Wanafanya visa na kila visa unajua hawapo kwenye level ya ujinga. Unapata furaha ya maana. Haleluya. Unajua tu hawa ni ujinga unawasumbua, ni ujinga unaendelea ndani yao. Watashindana na wewe kwenye kila eneo, lakini kwa sababu furaha imekupa akili, utachukuliana nao wajinga kwa furaha. Haleluya. Utatoka nje hapo na hivi naanzaje kushindana na mtu ambaye umepigana na mtoto. Wewe ni mtu mzima afu katoto amekunja ngumi. Kanakuja kanakupalamia hivi. Unakaangalia kwa furaha, unashukuliana nao kwa furaha. Haleluya. Haleluya. Ndicho kinachotokea tukishindana na watu wa huko nje. Tunawatazama kwa furaha. Hawezi kutukwaza sisi. Biblia imesemaje? Furaha yenu hakuna atakayewaondolea. Yaani haijalishi utafanya nini, tunachukuliana na ujinga wako kwa furaha. Kwa sababu gani? Tuna akili njema. Tuna akili kweli kweli. Oh, unirejeshe furaha ya wokovu. Unirejeshe furaha ya wokovu. Nisikilize, kama umepitia mazingira magumu yamepoteza furaha ya wokovu. Lakini anasema uishi kwa imani. Haleluya. Kesho nitaanzia hapo. Uone kwa nini furaha ya wokovu inakuja, kwa sababu Mungu pia anajua kuna mazingira unapitia ni magumu, lakini furaha inakuonyesha kesho, haikuonyeshi leo. Unajikuta unaifurahia kesho hata kama hujafika kesho. Unaitazama kesho, furaha inakuja, ile ya kesho inakuja leo. Kwa sababu gani? Imani ilikuwa na uhakika na mambo ya tarajiwayo, mambo yajayo unayaamini sasa. Ukiamini sasa, unajikuta unayafurahia sasa, hata kama saizi hapajaonekana chochote. Ndio maana nasema katika dhiki zenu mmekuwa na furaha. Hebu tusome wazao mstari. Tutaomba kesho. Naona muda umeisha, tutaomba kesho. Furaha ina kazi ya kutoa kwenye dhiki. Kitabu cha Wakorintho wa pili 7:14. Wakorintho wa pili 7 mstari wa 4, 7 mstari wa 4. 7 mstari wa 4. Mstari wa 4. Hebu tusome ile andiko tukiwa tunamalizia hapa. Kwa sababu sasa unapiga mazingira magumu hapo unajishangaa unafurahia. Unajua hizi furaha zinatoka wapi wakati bado ni hali ngumu? Anasema hivi, ninao ujasiri mwingi kwenu. Naona fahari kuu juu yenu. Angalia kipengele kinachofuata. Anasema nimejaa faraja. Katika dhiki yetu yote nimejaa furaha kupita kiasi. Haleluya. Nisikilize, Mungu anapokuja kutoa kwenye dhiki, hakutoi na huzuni zako. Anataka kwanza katikati ya hiyo dhiki uwe na furaha kupita kiasi. Hiyo ndio inakuambia siangalii dhiki ya leo, ninaiona kesho njema. Ninaona mabadiliko. Unasema mbona nina furaha? Wokovu unanipa furaha hata kama mazingira ni magumu. Furaha hiyo inakuambia hivi, hapa sio kwako. Kwako ni kuzuri, na kuangalia kule, naangalia ile kesho. Nikiona ile kesho nasikia furaha saizi. Nasikia furaha leo. Kuna maandiko yameandika vitu vigumu huwezi amini. Biblia inazungumza kwa habari za Yesu akiwa msalabani. Biblia inasema akiwa msalabani alichukua zile dhambi akazishangilia katika msalaba. Wewe unamwona Yesu msalabani anateseka, ila yeye anashangilia. Unashangiliaje katika msalaba? Muulize mwenzako unashangiliaje kwenye hiyo hali? Sema nimeiona kesho. Mwambie nimeiona kesho. Sema nimeona kesho. Haleluya. Haleluya. Angalia Ibrania 12 mstari wa 2. Furaha inakuonyesha kesho yako kuwa ni njema, haijalishi uko katika dhiki. Ibrania 12:2. Ibrania 12 mstari wa 2. Anasema hivi, sisi angalia tunapopita kwenye mazingira magumu tufanyeje? Ukiwa kwenye kila mazingira magumu, anasema hivi, tukimtazama Yesu. Angalia ukiwa kwenye kila hali ngumu, mtazame Yesu. Unamtazameje? Anasema hivi, mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu,
naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Anasema kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele, sio furaha ya msalaba, ni furaha ilikuwa mbele ya msalaba, lakini kwa sababu imani inaweza kufanya kilichopo mbele kije saizi, akajikuta anafurahia msalaba saizi, akafurahi. Na alipofurahi, Biblia inasemaje? Akaustahimili msalaba na kuidharau aibu. Nisikilize, kuna aibu zingine utazidharau hata kama unaaibika. Kuna mazingira mengine, misalaba mingine utastahimili kwa sababu unaiona kesho, na furaha itakuwepo hapo kukusaidia kustahimili msalaba. Ndio maana furaha ya wokovu, rafiki yangu. Kuna misalaba unapitia, tunafahamu. Kuna misalaba migumu unapitia, kuna aibu ngumu unapitia. Unatakiwa kuzidharau hizo aibu, hautazidharau hivi hivi. Ni furaha ya Mungu itakusaidia kudharau. Kuna misalaba inabidi ustahimili, hautastahimili hivi hivi. Ni furaha ya Mungu itakusaidia kustahimili. Unabeba msalaba na kicheko pamoja nao. Unajibeba msalaba huku unacheka, unapitia mazingira magumu na kicheko kipo ndani yako. Nirejeshe furaha ya wokovu. Tusimame. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya wokovu ulionipa. Ninaomba furaha ya wokovu irejee ndani yangu. Nirejeshe furaha ya wokovu, nirejeshe furaha ya wokovu isiondoke. Umesema furaha yako hakuna mtu atakayeniondolea. Bwana, nirejeshe hiyo furaha, nirejeshe hiyo furaha, nirejeshe hiyo furaha katika jina la Yesu. Nimejua wokovu niliyopokea ulikuja na package inaitwa furaha. Ninaomba Bwana, hiyo furaha isiondoke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba kidogo, mwambie Bwana Yesu akupe furaha. Haijalishi mazingira magumu yamekaa kiasi gani mbele yako, wewe unaiona kesho njema, wewe unaona mali iliyopo ndani, ndio maana unataka furaha iwepo. Ramandarabasia rebo shakarabakoria lika labashanda labakori. Haijalishi huko nje vitu vimekaaje, furaha ya wokovu isiondoke, 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 furaha ya wokovu isiondoke. Rabashakarabadia rebandarabakoria rabandarabasi karababashanda labakoria. Furaha ya wokovu ikakuongoze, furaha ya wokovu ikakupe nguvu za Mungu, furaha ya wokovu ikakuponye magonjwa. Amesema moyo uliochangamka ni dawa njema. Furaha ya wokovu huwa inakuja na paketi ya dawa kutoka kwa Mungu. Rabashakarabakoria ramandarabasia rakoshakarabakoria. Amesema mtatoka kwa furaha, sitaongozwa kwa amani. Rekarabakoria manda rebashakarabakoria. Miti yote ya kondeni ipige makofi. Karabashakarabakoria. Amesema ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Furaha ikaamue majibu ya maombi yako. Rakarabashane rikarabakoria manda. Leo hii toka kwa furaha, toka kwa furaha, toka kwa furaha. Unapotoka kwenye ibada ya leo asubuhi, ondoka na furaha ya
Bwana. Ondoka na furaha ya wokovu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Mungu akazidi kukupa furaha kwenye kile ambacho unakifanya. Kesho utaendelea kuangalia package zingine zilizokuja na wokovu. Leo tutaona furaha ya wokovu kwanza. Na hakikisha hiyo furaha yako hakuna mtu atakaye kuondolea. Tembea nayo kila eneo, nenda nayo kila eneo. Haijalishi mazingira yamekaeje, furaha ya wokovu isiondoke. Ukiona imeondoka, nenda kama Daudi mbele za Bwana. Mwambie nirejeshe furaha ya wokovu. Mungu awabariki. Tukutane kesho. Baba, ninakushukuru. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya furaha ambayo umeiachilia siku ya leo. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya tunda la asubuhi lililoachilia furaha tena mioyoni mwetu, ile furaha iliyopotea. Bwana